Mtazamaji hujambo na karibu katika mwendelezo wa taarifa zetu kutoka hapa shirika la reli Tanzania TRC, na mimi naitwa Beni Mwanantala. Leo mtazamaji, tumebahatika Wanareli TV kushiriki ziara maalum kabisa ya bodi ya wakurugenzi kutoka TRC ikiongozwa na mwenyekiti wake ndugu Ali Karavina, ambaye ameongozana na kaimu mkurugenzi mkuu wa TRC ndugu Machibia pamoja na maafisa wengine, wakiangalia utendaji kazi wa reli hii inayoanzia Dar es Salaam kwenda katika mikoa ya Tanga, Kilimanjaro mpaka Arusha. Tumetembelea katika maeneo mbalimbali mtazamaji, na kuweza kujionea shughuli mbalimbali zikiendelea, ikiwemo ukarabati wa hapa na pale, lakini pia tumejionea vivutio vingi mtazamaji ambavyo vinapatikana kupitia reli hii ya kaskazini. Kuna maeneo ambayo tumepita katika mbuga ya wanyama ya Sadani kama ambavyo unashuhudia, yapo maporomoko ya maji kama ambavyo unashuhudia mtazamaji, lakini kubwa zaidi mtazamaji, tumepita katika station ya Makinyumbi ambayo mtazamaji, station hii ni kiashiria kwamba reli hii ya kaskazini ilikamilika na kuanza kufanya kazi mwaka 1963 na ipo miti kama ishara ambayo ni uwekaji wa jiwe. Zamani tulikuwa tukipanda miti kabla ya sasa kuweka mawe ya msingi kuashiria ujenzi ulianza ama kukamilika, ambapo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipanda mti huo kama unauona, lakini pia hayati Obote alipanda mti huo pamoja na mzee Kenyatta wa Kenya alipanda mti huu. Historia inajieleza kama ambavyo tunaelezewa hapa na station master. Kwanza historia ya miti hii ni kama vile jiwe la msingi ambao ilikuwa inazindua hii link line, na ilikuwa mwaka 1963 ndio walikutana marais watatu ili kuzindua hii miti hapa, na walikuwepo rais wa Tanzania wakati huo akiwa Mwalimu Nyerere, lakini pia alikuwepo rais wa Obote, alikuwepo na Kenyatta, lakini pia Tanzania alikuwepo pia wakati huo alikuwa waziri mkuu mzee Rashid Mfaume Kawawa, ndio waliokuja hapa kwa ajili ya uzinduzi wa hii link line. Yeah. Mwaka 1963. Yeah. Haya, marais wangapi walipanda miti hapa? Marais waliopanda miti wa kwanza alikuwa Nyerere, lakini Obote pamoja na Kenyatta. Yeah. Sasa unaweza kutuambia pengine miti hii mpaka sasa ina faida gani kwa watalii na abiria ambao wanapita hapa katika reli yetu ya Tanga Moshi? Hii ni sehemu ya mambo ya tours. Kwa kweli inawezekana kabisa ni watu kutokujua tu kwamba kujua kwa mambo haya ya mambo ya nini ya utalii. Hii miti ingejulikana inaweza ikaingizia kipato nchi yetu hii, kujua kwamba reli hii ilizunduliwa mwaka gani na walioshiriki katika reli hii ni kina nani, na katika mazingira fulani ambayo wangekuja wakawa na talii, wengine wangekuwa nalipa kwa ajili ya kutuongezea kipato kupitia shirika la reli na hii miti. Wewe ulikuwepo kati siku hiyo tukio linafanyika? Hapana. Mimi nimepata na mimi historia kwa waliotangulia kuwepo katika hili tukio. Aha. Yeah. Pengine unalipi la kuambia sasa Watanzania ambao wanatumia reli hii hapa? Mimi nawahamasisha, reli hii ni msaada mkubwa sana kwa Watanzania juu ya reli hii. Kwanza imeleta kuwasaidia katika ile gharama ya usafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha pamoja na Moshi, na hasa hususan vipindi vya mambo ya sikukuu na mwisho wa mwaka. Watu kule nauli zinapandishwa ghafla, lakini shirika letu la reli ni shirika ambalo ni huduma kwa wananchi, ambalo wana kiasi kidogo sana wanacholipa kwa ajili ya usafiri. Kwa hiyo ni waombe kwanza watunze miundombinu, wawe walinzi wenyewe, lakini pia waje watumie mali yao ili iweze kuwasaidia kwa manufaa ya wao pamoja na kizazi kijacho. Mtazamaji, hiyo ni historia fupi tu kuhusiana na miti hii ambayo ilipandwa na viongozi wetu wa Afrika Mashariki wakati huo tukiwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ni ukweli ulio wazi kwamba reli hii unayoiona ya kaskazini ilijengwa baada ya kupata uhuru. Nchi za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya na Uganda zikashikamana kwa pamoja na kuhakikisha kwamba tunajenga uchumi wetu kupitia miundombinu ya usafirishaji wa reli. Sasa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kutoka TRC ndugu Ali Karavina, yeye nikamuuliza pengine historia kama hii anaichukuliaje, hasa ikiwemo vielelezo kama hivi, miti hii ya kihistoria ambayo ilipandwa na waasisi wa Afrika Mashariki. Mimi mwenyewe nilikuwa najua kuna mahala palizinduliwa hii reli, lakini sikuelewa kwamba kuna alama ya miti namna hii. Tunachoweza kufanya sasa, tutawatuma wahusika watengeneze vibao maalum na kuja kujenga kimnara kidogo
ambacho kita commemorate hii uzinduzi wa reli wakati uliokuwa, na tutafuta picha za hao wazee hawa, Mwalimu Nyerere, Mzee Jomo Kenyatta na Dr. Milton Obote, tuje tuziweke kinamna ambayo itakuwa watalii wakipita hapa na watu wengine wote wenye kutaka elimu ya reli wanaona kilitokea nini, kwa sababu hii reli ilikuwa ni reli ya uhuru, tulijenga wenyewe wakati wa uhuru, tumechapata uhuru. Zile nyingine zote zilijengwa wakati wa ukoloni, ukiacha Tazara, nyingine zote zilijengwa wakati wa ukoloni, lakini hii ilikuwa ni wakati wa vuguvugu la uhuru, ndio tumepata uhuru tu. Kwa hiyo ni jambo la furaha sana. Na mimi nashukuru, manake huku wakati mwingine tunapadharau, hatutaki kupita, lakini hiki kiungo cha reli ni muhimu sana kati ya Central Line na Tanga Line. Ndio inatengeneza nchi na ndio inatutengenezea Tanzania Railways Corporation sawa sawa. Lakini ni link ambayo ndio ilikuwa inatupeleka mpaka East Africa kuunga na Kenya na Uganda. Mtazamaji, katika ziara hii ama safari hii tumeambatana na msimamizi wa njia hii ya kaskazini, Mahadi Mchopanga. Ni mhandisi huyu ambaye yeye atakwenda kutuambia hasa ziara hii imelenga nini hasa, tunaangalia nini katika reli hii na mipango ipoje. Huyu hapa mhandisi, karibu sana. Asante sana. Ndio, hebu tuambie kidogo safari ipoje na tuko tunaangalia nini hasa kitaalamu? Kwanza niseme nashukuru, safari imekuwa ni nzuri. Tumeanza Kidomole na sasa tuko Korogwe. Nashukuru safari imeanza salama na tumemaliza salama. Kwa ziara ya bodi ya wakurugenzi, nashukuru wamefika kuangalia miundombinu ya reli kwa kanda hii ya kaskazini, kuanzia reli, majengo, pili kuangalia hali za wafanyakazi. Je, zikoje na nini cha kuboresha katika hali zao. Kwa hiyo tunashukuru ujio wa bodi katika kanda yetu, kwa sababu tunatarajia yaliyo mazuri kutokana na ziara yao hii. Ingine tunategemea kwenda mpaka wapi tukiangalia hii miundombinu? Kutoka Korogwe tunaelekea Moshi, kisha baada ya Moshi tutaelekea Arusha. Swala ni lile kuangalia miundombinu ya reli na namna ya kuiboresha ili iwe na uzalishaji ambao ni bora zaidi na wenye tija kwa shirika. Asante sana. Asante sana. Naam, mtazamaji, nikukumbushe tu kwamba bandari ya Tanga imekwisha anza kufanya kazi hivi sasa, na reli hii ndiyo mkombozi katika usafirishaji wa mizigo. Mimi naitwa Beni Mwanantala, tulia hapo hapo, tunaendelea. TRC, reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu, karibu Makinyumbi. Asante sana.